Jina langu ninaitwa Priska Filipo Shemge, ndiye diwani wa kata ya Makambini. Siku ya leo tulikuwa na mkutano wa hadhara mtaa wa Kanani hapa. Tulikuwa tukisikiliza kero za wananchi, lakini pia kujadiliana mambo ambayo yatajenga kata yetu pamoja na mitaa yetu kwa ujumla. Sana kero zipo nyingi, barabara za mitaa kwa kweli hazipitiki kabisa, lakini pia kuna changamoto ya maji, lakini hiyo itatatuliwa muda sio mrefu. Nadhani siku mpaka Jumatatu mambo yatakuwa yako mazuri, na nimewaahidi wananchi hapa. Mimi nitaenda kwa mwenyekiti wangu wa halmashauri pamoja na mkurugenzi, lakini pia tutaenda kuonana na mainjinia wa maji na kuhakikisha ndani ya Makambini na mtaa huu wa Kanani watu wanapata maji kwa urahisi, kwa kuwa bomba la maji limeshapita hapa. Nimesema kuanzia Jumatatu, na kwa kuwa bomba la maji lipo, ni utekelezaji wa kuendelea kuwafikishia huduma kwa haraka. Na pale kama unavyoona watu walikuwa wanajiorodhesha ambao tayari walishafanya mahudhurio ya kuandikisha kuhusu swala la maji. Kwa hiyo mambo yatakuwa mazuri, na maji yalishatandazwa. Bomba kubwa liko hapa ndani ya mtaa huu, limepita kuelekea Chapu. Kama tulikuwa na ujenzi wa shule hapo ya ghorofa kwenye shule yetu ya msingi, lakini cha kwanza vijana walipata ajira, kina mama walipata ajira za muda mfupi pale. Kwa hiyo hivyo wananufaika kwa miradi inayokuja ndani ya kata yetu, na mara nyingi huwa tunaendelea kuwatangazia kukiwa na mradi mpya, basi ajira za muda mfupi wanazipata vijana. Mpango mkakati uliopo umeshafanyika kwanza na serikali kuu. Tumejengewa shule hapa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tukishirikiana na mbunge wetu David Ernest Silinde. Tumepata sekondari hapa, hivyo swala la elimu limeshatatuliwa. Lakini pia halmashauri yetu kushirikiana na mkurugenzi wetu Mariamu Chaurembo, lakini pia na mwenyekiti wetu Salum Juma Kiambi wametusaidia mapato ya ndani. Tuna ongezeko la madarasa vyumba 10 pale, ghorofa imepanda pale na imesimama, iko vizuri. Kwa hiyo kuhusu swala la elimu mambo yako sawa. Soko lile tumeambiwa tutatengewa bajeti ya 5%, na mkurugenzi na mwenyekiti wetu wametuahidi pia, na mkuu wetu wa mkoa ametutembelea, mkuu wa wilaya, mkuu wetu wa mkoa Jabiri Makame ya bajeti inayofuata. Nadhani tutafanyiwa kazi hilo swala na kupata soko ambalo linakuwa lina hadhi, na ahadi imekuwa kwa kuchelewa kwa sababu tunahitaji bajeti kubwa ili kupata soko zuri la kisasa. Swala la kusikiliza kero za wananchi ni swala endelevu, kwa kuwa mimi ndio mwakilishi wao. Kama nitakuwa sina uwezo wa kuja kuwasikiliza, ina maana watakosa mwakilishi wa kwenda kuwasemea, hivyo itakuwa ni udiwani utakuwa ni wa kwangu na familia yangu. Lakini kama udiwani ni wananchi wa Makambini wamenituma mimi kama mwakilishi, hili litakuwa endelevu. Na kama sasa hapo ulikuwa hujapitia vizuri, wenye viti wangu wote wa mitaa nimeshawapa maagizo wafanye mikutano ya mara kwa mara ili kuendelea kuboresha, kufanya uongozi uliokuwa bora na kufanya mawasiliano kati ya wananchi na viongozi wetu. Neno langu la mwisho mimi niwaambie wananchi wanaonifuatilia mimi pia kwenye mitandao ya kijamii kuwa tufanye kazi kwa bidii, tutumie mitandao ya kijamii vizuri, lakini pia wanasema nzi kiziwi anafata maiti mpaka kaburini bila kujua kitakachomtokea. Hivyo tuombe vijana, wanawake na nguvu kazi ya taifa na kata yetu kwa ujumla, tufanye kazi, tuache mitandao ambayo haiwezi kutujengea taifa lilokuwa bora, pia na kata yetu iliyokuwa bora. Tufate mitandao ambayo itatujenga. Majina anaitwa Rehema Mbele. Nimefurahi sana siku ya leo kutembelewa kwenye mkutano wetu na mheshimiwa diwani. Tulikuwa na baadhi ya changamoto kama vile ya maji, usafi na mazingira, shule, watu jinsi ya kuishi, jinsia, vijana wanavyolawiti watoto. Kwa hiyo tunashukuru kama wananchi tumetoa changamoto na diwani wetu amezijibu, na wananchi kwa ujumla tumejibu kwa pamoja, na diwani wetu kazijibu kila changamoto. Kwanza ya maji anasema ataifanyia kazi, changamoto ya barabara zote amedai kwamba atashughulikia, ataenda makao makuu, tutazifanyia kazi. Na kuhusu vijana wote wanaolawiti watoto watashughulikiwa na kuwekwa sehemu sawa na kuhakikisha mtaa wetu wa Makambini uko safi na salama. Majina naitwa Filipo Joseph Mwamlipo. Mimi kama mimi nimefurahi kwa kuitisha mkutano huu kwa viongozi, lakini kwa changamoto zetu ambazo
tumezieleza kwa hapa. Tumeeleza kuhusu mambo ya barabara zitengenezwe. Tumeongea kuhusu habari za maji. Wananchi tumekosa maji, ambao ndio changamoto kubwa, na chanzo cha ambacho mpaka kinaleta kuhusu tupate maji ni kwamba kuna watu ambao wana nyumba zao ambazo ni kazi za kuishi, ambao ni makazi, wanatoka sehemu mbalimbali kuja kufua kwenye korongo letu, lakini hilo korongo kuna watu wanakamatwa na kutozwa faini. Ya yote tumeongea mbele ya mheshimiwa diwani, lakini kuna changamoto za wapangaji, wamelalamika na wenyewe kuhusu kukamatwa, kupelekwa pale ofisini na kutozwa faini. Hivyo diwani wetu ametuambia hivi, yeye tayari ameshayapokea haya na atakwenda kulalamika halmashauri na kukaa na viongozi wake ambao ni mkurugenzi na kamati zote pamoja na ustawi wa jamii pamoja na wizara ya afya, lakini wamesema watakwenda kukaa nao, watahitimisha hilo swala, wa maji watatuletea na hayo mambo mengine yote watatekeleza. Naitwa Christopher Brown Ndabila. Nashukuru kwa viongozi wametutembelea kwenye kata yetu, japo tumeeleza machungu yanayotuumiza kwenye kitongoji chetu. Cha kwanza ni barabara, huwa inatuumiza sana. Hatuna barabara, watu wanatembea ni tunafikia tunachimba kwa mikono. Okay, tunamshukuru diwani amekuja leo kwa kutulia, anasema anaweza kutusaidia hili jambo la barabara, na amekubali maombi yetu, tumempa kwamba tuwakilishie tupelekee huko, kwa tutasubiri tuwajibu. Cha pili, maji kwa kwetu hapa Kanani, maji ni shida sana. Hatuelewi, na mabomba yamepita ndani hapa, yamepita nyumbani hapa, lakini maji hatuna. Nalo tumepa diwani kwamba tuwakisirie tuone kama tutafanikisha maji. Nadhani hayo mimi ndio alikuwa ananiumiza katika moyo wangu, na namshukuru diwani amesikiliza kero zetu na amezichukua. Tunaomba tu atutendee kazi, ndio hilo baba. Kwa majina naitwa Sabrina Mohamed. Napenda sana kushukuru sana kwa shule, chuo cha soko. Mungu azidi kumbariki mheshimiwa.